Karibu sana. Wewe msikilizaji wetu, karibu kwenye uchunguzi wetu huu wa kina, ambapo huwa tunachukua rundo la nyaraka na tafiti mbalimbali, kisha tunakuchambulia na kukupa yale mambo muhimu zaidi. Ndiyo, na leo tuna mada ya kusisimua kweli kweli. Kabisa. Lengo letu kuu leo ni kujibu swali moja ambalo nina uhakika umewahi kujiuliza ukiwa peke yako. Yaani, kwa nini sote tunavutiwa sana na hata kunaswa kabisa na hadithi za uhalifu wa kweli? Leo tuna rundo la vyanzo vya kipekee mezani kwetu. Tuna tafiti za elimu ya uhalifu kutoka Chuo Kikuu cha Central Washington, vitabu vizito vya saikolojia ya kimahakama na makala nzuri sana inayoitwa Serial Spectators. Hiyo makala ni nzuri sana, na dhamira yetu hapa ni tofauti kidogo na kile unachoweza kutarajia. Hatutachambua tu akili za uhalifu hatari zaidi. Dhamira yetu kuu leo ni kuchunguza akili yako wewe, msikilizaji. Ndiyo, wewe hapo. Kwa nini unavutiwa sana kufuatilia mfululizo hadithi hizi? Tunataka kuelewa ni jinsi gani vyombo vya habari vimebadili mambo mazito na ya kutisha kama mauaji kuwa burudani yetu ya kila siku tunaponywa kahawa au tukiwa kwenye foleni. Na kabla hatujaingia ndani zaidi, kuna neno moja la tahadhari ambalo ni muhimu kuliweka wazi. Muhimu sana. Baadhi ya vyanzo vyetu leo vinagusa masuala nyeti sana. Vinazungumzia harakati za kijamii, siasa za kimfumo, chuki dhidi ya wageni, ubaguzi na hata harakati kama Black Lives Matter zinatajwa huko. Sisi hapa hatuegemei upande wowote wa kisiasa. Kabisa, sisi ni wajumbe tu. Hatuko mrengo wa kushoto wala wa kulia. Tunawasilisha tu kile kilicho kwenye hizi nyaraka ili sote tuelewe muktadha mpana. Sawa, hebu tufafanue hili. Tukianza na saikolojia ya mhalifu yenyewe, kuna utafiti wa Eponine Romo ambao unachambua saikolojia ya ulaji wa nyama za watu. Inatisha. Inatisha sana. Romo anatumia mifano halisi. Anamtaja Jeffrey Dahmer, anamtaja Idi Amin ambaye wengi wanamjua kama mchinjaji wa Uganda, na pia anamtaja Issei Sagawa. Ndiyo. Sasa, kwa kuwa wewe msikilizaji wetu ni mfuatiliaji mzuri wa haya mambo, hatutatumia muda kueleza historia zao za kikatili, maana zinajulikana. Kile ambacho utafiti huu unakileta mezani ni ule msingi wa kisaikolojia. Watu hawa walitoka katika tamaduni tofauti kabisa, lakini kuna uzi mmoja unawaunganisha, yaani kiwango kikubwa sana cha upweke. Kitu cha kustaajabisha hapa ni jinsi nadharia za uhalifu zinavyofafanua hili. Hebu tuangalie ile nadharia ya kifungo cha kijamii au social bond theory ya Hirschi. Inasemaje hii? Inasema sisi kama binadamu tunahitaji uhusiano mzuri na jamii. Sasa unapokuwa na mtu ambaye amekatwa kabisa kutoka kwenye mahusiano hayo, kama Dahmer aliyetengwa sana, au Amin ambaye hakuwa na uhusiano na baba yake, inaleta hisia za utupu na mtu mwingine. Wanajaribu kumfanya huyo mtu awe sehemu yao milele. Yaani ni kama wanatafuta uhusiano kwa njia ya kinyama kabisa. Kweli kabisa. Lakini upweke pekee hauonekani kutosheleza. Hapa ndipo naona umuhimu wa ile nadharia ya pili inayotajwa kwenye vyanzo vyetu. Ile nadharia ya msongo mkuu ya Agnew. Ndiyo, General Strain Theory. Ndiyo hiyo. Inaongeza tabaka jingine kwamba maisha yanapokupa vichocheo hasi mfululizo, ule msongo unajikusanya kama pressure. Na ukikosa njia nzuri za kupunguza hiyo pressure, inalipuka tu na kuwa vurugu. Uko sahihi kabisa. Na ukichanganya hiyo na ile nadharia ya tatu ya kujifunza kijamii iliyoandikwa na Akers, unapata picha kamili. Akers anasema tabia hujifunza na kuimarishwa. Mfano mzuri sana ni huyu Issei Sagawa. Huyu kisa chake kiliniacha kinywa wazi. Utafiti unaonyesha alipokuwa mtoto, yeye na kaka yake waliachwa watazame na kufurahia vitendo vyenye giza tangu wakiwa wadogo bila kuadhibiwa. Hakukuwa na kemeo lolote. Kwa hiyo wakajenga imani kuwa ukatili ni jambo la kawaida tu. Ndiyo, tabia zao ziliimarishwa. Na hii inaelezea kwa nini wanatenda unyama bila majuto. Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Tumemgusa huyu Issei Sagawa. Hebu tuangalie kisa chake, maana kinaonyesha nini kinatokea wakati mfumo unapofeli kabisa. Sagawa alikuwa mwanafunzi kule Ufaransa. Alikiri waziwazi kumuua na kumla rafiki yake wa kike, Rene Hartevelt. Alikiri bila kificho. Hakukuwa na swali kuhusu hatia yake, lakini aliweza kupenya kwenye mianya ya kisheria kati ya Ufaransa na Japani. Ufaransa walisema ana ugonjwa wa akili
Kwa hiyo wakamrudisha Japani. Na hapo ndipo sarakasi zilipoanza. Madaktari wa Japani walisema hapana, huyu mtu ana akili timamu na alijua anachofanya. Lakini Ufaransa walikataa kutoa nyaraka. Kabisa, walikataa ushirikiano. Serikali ya Japani ikafungwa mikono. Hawakuweza kumhukumu, akajikuta mtu huru kabisa. Lakini hebu subiri, msikilizaji wangu asikie hili. Aliachiliwa huru, akarudi Japani, lakini hakuenda kujificha. Aligeuka na kuwa mtu maarufu sana. Yaani alikuwa star. Inaumiza sana. Aliandika vitabu, akafanya mahojiano kwenye television na hata alipewa kazi ya kuandika makala za kukosoa migahawa. Yaani mtu aliyekula binadamu anashauri watu wapi wakale chakula. Ni dhihaka. Huwezi hata kulitunga hili. Alikufa kwa nimonia mwaka 2022 akiwa mtu huru, huku jina la mwathirika wake Rene Hartwig likisahaulika. Hili ni tatizo la kiutamaduni ambalo vyanzo vinalichambua vizuri. Inaonyesha jinsi vyombo vya habari vinavyogeuza chuki kuwa burudani. Mwangalie mwandishi Colin Wilson aliyetajwa kwenye vyanzo. Baada ya kula chakula cha jioni na Sagawa, alimuita mtu wa kupendeza. Mtu wa kupendeza? Ndiyo. Na akasema eti Sagawa alinaswa tu kwenye udanganyifu wa kingono. Hii inafuta kabisa ubinadamu wa yule binti aliyouawa. Jamii inampa mhalifu jukwaa na umaarufu huku ikimsahau mwathirika. Na hili linanileta moja kwa moja kwako wewe msikilizaji. Kwa nini unavutiwa sana kusikiliza mambo haya ukiwa jikoni unapika au ukiendesha gari? Vyanzo vyetu vinaleta wazo kutoka kwenye makala ya Serial Spectators. Na ili kuelewa kwa nini tunafanya hivi, lazima tuangalie mabadiliko ya kihistoria. Makala inaturudisha enzi za Victoria, hasa mauaji ya Jack the Ripper mwaka 1888. Yale mauaji maarufu sana. Enzi hizo kulikuwa na dhana ya ukuu wa mauaji. Magazeti yalitengeneza hadithi za kutisha sana ili kuuza nakala. Mhalifu alionekana kama mnyama au jitu la ajabu lililotengwa mbali na jamii. Wahasiriwa walifichwa nyuso zao. Ndiyo, hawakupewa sauti. Lakini leo hii tumeingia kwenye uovu wa kawaida. Mauaji yamekuwa sehemu ya matumizi yetu ya kawaida ya kidijitali. Tunashuhudia vurugu hizi mfululizo kupitia podcast na filamu bila hata kushtuka. Tumezoea. Na vyanzo vinajadili kwa kina jinsi janga la Uviko 19 lilivyochangia hii hali. Hebu fikiria wewe msikilizaji, kati ya upweke na hofu ya virusi, yaani kitu kisichoonekana ambacho hatuwezi kukidhibiti, milioni ya watu walikimbilia hadithi za uhalifu. Kwa nini watu watafute hadithi za kutisha wakati dunia ina matatizo? Jibu ni muundo. Hizi hadithi zina muundo. Kuna mwanzo ambapo kosa linafanyika, upelelezi, na mwisho ambapo mhalifu hukamatwa au kweli hujulikana. Hisia ya utaratibu. Kabisa. Katika kipindi hicho cha janga, muundo huu ulitupa hisia ya udhibiti na faraja ya kushangaza, hata kama ilifanya kifo kiwe jambo la kawaida tu na lenye kuchosha. Faraja inapatikana kwenye kifo. Inashangaza sana. Tukihusisha hili na picha pana zaidi, tunaona utamaduni wa kushiriki au participatory culture. Watazamaji na wasikilizaji wa leo sio tu wapokeaji. Ndiyo. Vyanzo vinatoa mfano wa ile podcasti maarufu ya Serial mwaka 2015. Mashabiki waligeuka kuwa wachunguzi wa mtandao wakijadili kwenye makundi. Hili linafuta mstari kati ya ukweli mchungu na hadithi za kubuni. Hii ndiyo sababu umma sasa unavutiwa sana na taaluma za ndani kama victimology, yaani wanafanya uchunguzi wa wahasiliwa, au suspectology, wakichunguza washukiwa. Watu wanatumia hata ngazi za kujifunza za Bloom's taxonomy bila kujua. Kabisa, hebu fafanua hilo kidogo. Wanaanza na maarifa kwa kukusanya majina na tarehe, kisha wanafanya uchambuzi kwa kuunganisha matukio, na mwishowe wanafanya tathmini kwa kutoa hukumu zao mtandaoni. Yote haya yanafanyika wakiwa wamekunja miguu sebuleni kwao. Na hapa inabidi nikumbushe uhalisia. Ingawa tunatafuta maana kupitia hadithi hizi, ni muhimu kukumbuka kuwa unyanyasaji wa nyumbani na uhalifu wa chuki sio michezo ya kwenye runinga. Sio michezo kabisa, ni maisha ya watu. Hizi ni hali halisi zinazohitaji ufumbuzi. Hatupaswi kuzitumia tu kama burudani inayotuondoa kwenye ukweli. Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini? Tukijumuisha haraka yale tuliyojifunza leo,
Tumeona jinsi akili zinazotengwa kijamii kama za Dama na Sagawa zinavyoweza kuvunjika. Ndiyo. Tumeona jinsi mifumo inavyoweza kushindwa kuleta haki kama kwa Rene Hattevelt. Na muhimu zaidi, tumejiona sisi wenyewe na jinsi tunavyotafuta faraja na udhibiti kupitia hadithi hizi za kutisha wakati ulimwengu wetu unapokuwa na misukosuko. Na hilo linatuacha na swali moja zito la kufikirisha. Tumeeleza jinsi ulaji wa mfululizo wa hadithi hizi unavyofanya uhalifu uonekane wa kawaida na kumpa mhalifu umaarufu. Wewe kama msikilizaji, unapopakua na kusikiliza kipindi kipya cha Uhalifu wa Kweli, je, unashiriki bila kujua katika mfumo unaowazawadia wahalifu kwa kuwapa jukwaa la umaarufu wa kudumu? Ni swali zuri sana. Na je, huku ukiwapa umaarufu, unawafanya wahasiri wa wao kuwa tu wahusika wa pembe kwenye tamthilia yako ya kusikiliza? Tafakari hilo wakati ujao unapobonyeza kitufe cha play. Swali lenye uzito mkubwa sana hilo. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kujiunga nasi kwenye uchunguzi huu wa kina. Tumechimbua mengi sana leo. Tunakutakia mwendelezo mzuri wa kujifunza na kutafakari. Tutaonana kwenye chambuzi zetu zijazo.